Karibu kwenye mshike viwanjani kwa siku ya leo. Ni mimi Ishara Update nikiwa na kocha wangu Karim katika eneo lake la Utawala, ambapo anaendesha ligi ya academy kwa watoto ambao ni chini ya umri wa miaka 17 kurudi kwa nyuma huku, kwa sababu ya kuendeleza vipaji. Lakini pia tungetamani kujua leo malengo hasa ni nini, au mahono hasa yalitoka wapi kuhakikisha kwamba anachezesha ligi ya academy. Kocha, karibu sana. Asante. Safi. Majukumu yanaendeleaje kwa siku ya leo? Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Ni muda sasa unaendelesha ligi hii ya watoto wadogo. Mahono hasa uliyatoa wapi? Mahono nimeyatoa kwenye elimu niliyopitia. Okay. Ni lengo kuu hasa ni biashara, aidha kuendeleza tu kipaji cha watoto? Lengo kuu hili hapa ni kutengeneza kipaji cha watoto. Okay. Ndio. Lakini tulikutazama ligi tatu kadhaa huko nyuma ukiwa kwenye uwanja wa juu kule, lakini sasa ni kama mameo huko chini kwenye kijiji cha H ya kwanza. Lengo kuu la kutoka kule ambapo kunaonekana kuna mazingira mazuri na watu walizoea sana yale maeneo kuja kutazama burudani ya watoto, hii haikuathiri kwa namna moja kwa uwanja huu? Haijaathiri lolote, maana HN na JN vijiji ambavyo vinapeana mpaka ni majirani. Ndio. Lakini kusudia mimi kutoka kule, uwanja wa kule ulikuwa unanisumbua sana. Okay. Kulingana na programu za timu ambazo zinafanya mazoezi pale. Okay. Kuna pale kuna timu mbili. Okay. Na ile ya KD inakuwa timu tatu zote zinafanya mazoezi pale. Kwa hiyo muda wa kupangilia mechi zangu ulikuwa unanibana sana. Okay. Ndio nikaona huu uwanja huu wenyewe upo uhuru, nije basi niendeshee hapa ile shughuli zangu. Na vipi maendeleo toka pale ulipoanzia mpaka sasa? Maendeleo sio mabaya, mpaka sasa hivi naendelea, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Umepata fursa ya uwekezaji kuwekeza kwa hiki ambacho unakifanya? Bado sijapata kwa kweli. Bado napambania mwenyewe. Unajaribu kufanya zile taratibu za kuhakikisha kwamba labda unapata watu ambao watawekeza vifaa, vitu kama hizo? Unajua vitu kama na hivi ni vitu ambavyo mimi sijaviweka kimtandaoni zaidi. Okay. Lakini kitu kinachopitika hapa Nyarugusu lazima kila mtu atakuwa anafahamu. Ndio. Ila mtu anakuaga kwanza anajitolea mwenyewe binafsi kwa mapenzi yako. Ndio. Ingawa kweli kuomba naweza nikaomba na nishaomba baadhi, lakini watu hawajajifikiria vyema kusapoti ya watoto. Yes. Unawasapoti watoto kwa kuwaendeshea ligi na kuisimamia vyema, lakini pia umewahi kufikiria kuchagua baadhi ambao unaona hawa naweza nikatengeneza timu ambayo inaweza kaja kuwa tishio hapo baadaye kwenye mazingira hapa nyumbani? Hilo jambo nafikiri ndio ilikuwa lengo langu kuu. Na bado lipo kwenye fikra zangu. Maana hapo nyuma kidogo, kabla sijaanzisha mizunguko ya watoto kuwatoa barabarani mitaani waje wao wanachezea sehemu moja, nilikuwa nina academy. Academy ambayo ilikuwa personal ya kwangu kabisa binafsi. Ambayo nimekuza baadhi ya vipaji vingi sana hapa kambini. Kwa hiyo hata hii hapa kusudia mimi tena kuanzisha hili, niko na chota baadhi ya vijana. Kwa muda si mrefu mtaona naandaa hicho kitu, na nitatengeneza timu hata 2 au 3 za watoto ambao watakuwa wakikomaa wanaenda kwenye vilabu tofauti. Hiyo inakuwa ni biashara yako sasa. Inakuwa sasa ni ya kwangu binafsi. Ndio. Lakini unaonaje, tumekuwa tukishuhudia vurugu nyingi sana zikitokea kwenye ligi za wakubwa, kwa maana ya kwamba daraja la pili mpaka la kwanza. Vipi huko academy? Hali hiyo pia zinatokea? Kwenye mpira pa kusi changamoto. Ila mpaka kufikia watu kupigana haijawahi kutokea katika ligi 7 zote ambazo zishaandaa za academy. Nishasimamia za academy. Haijawahi kutokea watu wakagombana, watu wakapigana wakaumizana, labda damu nini. Haijawahi kutokea hicho kitu, na huwa namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kuna mafunzo huaga nawapa kabla ya kuanzisha haya masuala. Huaga nawapa mafunzo, ila mioyo za watu zinapishana. Kuna watu wanakuja kweli na hasira, lakini katika ile watu kumuelewesha na nini unakuta ametulia. Na kitu huaga kinaleta mgogoro pale ambapo kwanza ule msimamizi anakuwa sio mtu mwenye kusimamia haki au kutenda haki au kusimamia vyema kile ambacho alichokipangilia. Ndio. Kwa hiyo kwa hilo jambo kwa kweli halijawahi kutokea kabisa watoto wakagombana hapa au watu binafsi wakaja wakapigana hapa. Vipi changamoto zile za kijamii sasa, kwa sababu tunajua watoto ambao wanacheza hapa ni bado wapo shule. Changamoto zile sasa za wazazi, labda watoto kumisi shule, vitu kama hizo vinatokea mara kwa mara? Hicho kitu hapa huaga ndio kitu ambacho huaga nafuatilia zaidi sana. Hata upangaji wa kalenda na upangaji wa mamechi zao. Huwa kwanza nadili kwanza na shule ya watoto. Na wauliza kwanza mpo kwenye hatua ipi. Wakiniambia wanakaribia mitihani huwa nafupisha mechi. Naweza nikachezesha, nikauliza wangapi wanasoma asubuhi, wangapi wanasoma jioni. Nikaangalia zile timu ambazo zina wachezaji wachache ambao wanaosoma muda fulani.
basi nikatengeneza kalenda ambayo watoto watapatikana kwa muda mwafaka. Lakini pia wazazi na washukuru, hakuna mzazi alishakuja kulalamikia eti mtoto amekuwa mtoro shuleni au ametoroka shule kwa sababu ya mpira huu. Ina maana kile ambacho ninachokitengeneza nashukuru Mungu kinaenda kiufaswa kabisa. Lakini tunajua kwamba kambi ni kubwa. Hii haileti usumbufu wowote kwa sababu ya timu kuwa nyingi, kwa sababu kila mtoto anatamani sasa awe sehemu ya ligi ya Karimu. Timu kuwa nyingi hii pia haileti sababu yoyote ya usumbufu. Na timu kuwa nyingi ndo vizuri zaidi kwa sababu hii hailengi tu vijiji vilivyopo hapa. Inalenga vijiji vyote vinavyotuzunguka huko kambini. Na kuna baadhi ya vijiji bado havijaitikia wito wa hii academy. Lakini kadiri ya siku hizi zinavyokwenda, nilianza na timu chache, lakini leo namshukuru Mungu unakuwa unapata hata timu 20, 25 hadi 27, 28 zishafikia. Kwa hiyo bado tunangali tunapambanisha hilo jambo lipate kuzunguka kambi nzima, na kambi nzima ipate kuelewa kwamba hapa kuna ukuzaji wa vipaji wa watoto kutoka mitaani kuja wanakutana sehemu moja ili kutengeneza vile vipaji kwa pamoja. Maana kuna kile kitu ambacho mimi nina timu labda nachezesha watoto hovyo, lakini unapochezesha kwenye hatua kama hizi za sheria ambayo inakuwepo, pia kuna mafunzo wanapata yale mafunzo bado wakiwa wadogo. Kadiri ya siku wanazozidi kukomaa, kesho kishukutwa hawatatusumbua huku kwenye shirikisho, maana watakuwa washapata yale mafunzo kidogo kidogo. Hata kama ikifikia uwanjani niliwahi kupitia huko, nikataza hiki ni kibaya, hiki hakifai, hiki kinafaa, hiki chini na hivi na hivi. Kwa hilo hakuna changamoto ambayo inayoleta kusema kwamba timu nyingi zinaleta changamoto, kwa sababu kinachotumika ni akili ya kupangilia ile harakati zikae vizuri. Na michezo hapa nyumbani imekuwa ikigubikwa hasa na changamoto la uchache wa marefaris. Tukiangalia daraja la kwanza ni wale wanafanya kazi daraja la pili, marefari wanakuwa ni wachache kuzingatia wingi wa mechi ambazo zinachezeka hapa nyumbani. Na kwa upande wako wewe umejipanga vipi kuhakikisha kwamba mpaka ligi zote hizi 7 zimekwenda vyema, hakukuwa na usumbufu wowote kwa kukosa marefaris? Sijawahi kupata usumbufu wote kwa kukosa marefaris, kwa sababu mimi huwa sichezeshi mechi 3, mechi 4 kwa siku. Huwa nachezesha mechi moja. Kwa hiyo na kwa kipindi mechi hiyo moja nachezesha kwa muda ambao nimeshauliza marefari kwamba mtapatikana, ndio. Hata kama kutakuwa na upungufu wa refari mmoja, basi huwa nafanya emergency haraka haraka na napigia hata simu refari yoyote yule na muomba njoo nisaidie, kwa sababu marefari kuwepo hapa au uwepo wao hapa nao pia ni kutengeneza uzoefu wa kupiga filimbi, kwa sababu mechi za watoto ni ngumu sana kuliko mechi za wakubwa. Na hapa ndo kuna changamoto kubwa sana kuliko mechi za wakubwa, kwa sababu wakubwa wanacheza mpira wa akili sana zaidi, sheria wanazielewa. Lakini hawa unaweza kupiga filimbi kitu ambacho hajakijua, atakulalamikia. Kwa hiyo ile changamoto ya watoto inakuwa ni motisha sana kwa marefari. Kwa hiyo hapa inawasaidia kupata pia ile nani ya niseme huku wanaita kwamba wapo kwenye tuseme mtihani. Wanakuwa kwenye mtihani. Sababu wakitoka hapa kienda daraja la 3 la 4 anakuwa ameshapata elimu kutoka. Lakini pia ningetamani kuzungumzia hili kwa sababu wewe pia ni mwanasoka nguli kweli katika mazingira hapa nyumbani. Draw ya daraja la kwanza sasa tayari shapigwa. Kinachosubiriwa ni kalenda, timu ziwezi kujiandaa kwenda kuzimenya dakika 90 ambazo zitapangiwa kwenye kalenda ile ambayo itakayotoka.